Wapiganaji au wanajeshi wa Urusi wamezingira kikosi kazi cha Ukraine. Wapiganaji wa Urusi, yani wanajeshi wa Urusi wamezingira tena vikosi vya Ukraine kutoka mstari wa mbele wa kivita mkoani Donetsk. Na mara baada ya ripoti hii fupi pia utasikia taarifa nyingine kuhusu NATO ambayo imeanza kupanga majibu makubwa tena ya nguvu, ikiwezekana majibu ya kijeshi dhidi ya vikosi vya Urusi ambavyo vinafanya mashambulizi kila siku na mashambulizi makubwa huko nchini Ukraine. Karibu sana katika taarifa ya muda huu ambako utasikia kuhusu Urusi kuzingira vikosi kazi vya Ukraine kutoka mstari wa mbele wa kivita, na utasikia NATO ambayo inapanga majibu ya nguvu za kijeshi ama ikiwezekana nguvu za kijeshi dhidi ya Urusi. Utafahamu pia hapa undani wa taarifa hizi. Nikianza na taarifa fupi au ni ripoti fupi kutoka mstari wa mbele wa kivita ambayo ameieleza mtaalamu wa kijeshi kutokea nchini Urusi Bwana Andrei Marochyko, amesema ya kwamba wapiganaji wa Urusi wamezingira kikosi kazi cha kikosi cha Ukraine karibu na makazi ya huko Kuzimonovinka huko mkoani Donetsk. Majeshi ya Ukraine yenye silaha kwa kweli yananyimwa fursa ya kutoroka kuzingirwa kwa njia iliyopangwa, huku kukiwa na moto mkali au mashambulizi makali kutoka kwa askari wa Urusi. Adui, yani vikosi vya Ukraine, vilizingirwa kwa sababu ya usimamizi duni wa askari na hatua iliyocheleweshwa na amri ya jeshi la Ukraine. Marochyko ameeleza hivyo kuhusu taarifa ama ripoti hii ya wanajeshi wa Urusi kuzingira kikosi kazi cha wanajeshi wa Ukraine huko Kuzimonovinka mkoani Donetsk. Na hii pia ni taarifa ambayo au taarifa hizi pia zimekuwa zikitoka mara kwa mara kuhusu vikosi vya Urusi kuwazingira wanajeshi wa Ukraine na pia baadhi yao kujisalimisha kwa vikosi vya Urusi. Pia kama unakumbuka, ni siku chache tu nilikufahamisha kuhusu wanajeshi kadhaa wa Ukraine kujisalimisha kwa vikosi vya Urusi, na hiyo ni mara baada ya kuzidiwa mashambulizi makubwa. Kwa hiyo pia hicho ambacho Andrei Marochyko, mtaalamu wa kijeshi kutoka nchini Urusi, amekizungumza imekuwa sio mara ya kwanza kuthibitisha hivyo ama kutupatia taarifa kutoka mstari wa mbele wa kivita kuhusu vikosi vya Urusi kuongeza kasi ya mashambulizi, lakini pia kupeleka hali mbaya zaidi kwa vikosi vya Ukraine. Na wakati pia ya kijili, NATO inapanga majibu ya nguvu kwa Urusi, ikiwezekana hata ya kijeshi. NATO inazingatia kuruhusu marubani wake kurusha ndege za Urusi zisizoidhinishwa na kuongeza kasi yake ya kijeshi kwenye mipaka ya Urusi. Shirika la habari la Financial Times limeripoti hivyo likinukuu vyanzo kuhusu taarifa hii. NATO inaangalia majibu ya nguvu kwa Urusi. Ripoti hiyo inakuja kufuatia wiki za madai ya Magharibi ya kwamba Urusi imekiuka mara kwa mara anga ya Umoja wa Ulaya, jambo ambalo Moscow imekanusha. Mwezi pia uliopita, mwezi Septemba, nchi ya Estonia na Poland zilisema ya kuwa ndege za Urusi ziliingia kwenye anga zake kinyume cha sheria, ambako vyombo vya habari vya Magharibi pia vimekisia ya kwamba Urusi inaweza kuwa nyuma ya matukio ya ndege zisizo na rubani katika mataifa mengine ya Umoja wa Ulaya ambayo wakati fulani yalitatiza usafiri wa anga. Moscow imesema nchi za Magharibi hazijatoa ushahidi wowote kuhusu hilo, na wanachama kadhaa kutoka NATO sasa wanajadili jibu la nguvu zaidi kwa Urusi. Financial Times imeripoti hivyo. Mapendekezo yaliyoripotiwa ni pamoja na ndege zisizo na rubani za uangalizi wa silaha ambazo kwa sasa hukusanya taarifa za kijasusi kuhusu harakati za jeshi la Urusi, na kupunguza kizingiti kwa marubani wa kivita kwenye mpaka wa mashariki wa NATO ili kupunguza vitisho vinavyoshukiwa, ambako chaguzi zingine zinazojadiliwa zinahusisha kufanya mazoezi ya kijeshi moja kwa moja kwenye mpaka wa Urusi. Ripoti ya Financial Times imeeleza hivyo. Maafisa wawili kutoka NATO waliliambia shirika la habari ya kwamba kazi moja ya dharura ni kurahisisha sheria za ushiriki ambazo sasa zinatofautiana kati ya nchi wanachama. Baadhi ya mataifa yanahitaji marubani kubaini malengo kabla ya kufyatua risasi, huku mataifa mengine yanaruhusu ushirikiano kulingana na data ya rada au mwelekeo na kasi ya ndege inayokuja. Vyanzo vya Financial Times vimesema ya kuwa
Mazungumzo hayo yaliyoanzishwa na mataifa yanayopakana na Urusi na kuungwa mkono na Ufaransa na Uingereza baadaye yalikuwa mjadala wa kambi nzima, ambayo hata hivyo inasemekana kuwa katika hatua za mwanzo kabisa. Baadhi ya serikali zinaripotiwa kutetea sera kali za kuzuia, ingawa zingine zinahimiza kujizuia ili kuepusha makabiliano ya moja kwa moja na nchi hiyo. Mwisho wa taarifa ya muda huu. Pia taarifa zaidi zinafuatia hapo baadaye. Endelea kunitembelea kila siku na kila wakati kwa ripoti zote kutokea huko kimataifa, hasa vita ya Urusi pamoja na Ukraine.